ya kwamba wakati umefika ya kwamba mimi ambaye ni mzazi nichukue hatua kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtoto wangu na wale ambao pengine wako karibu na mimi wamekuwa ni watu wa thamani katika nini society hii ambayo tuko ndani yake. Tuwachage tu kulaumu kwamba hiki kizazi hakiwezi kikafanya. Nani alisema? Kuna mahali maandiko yamesema kwamba vizazi ambavyo vinakuja nyuma yenu havitamjua Mungu. Maandiko yanasema kwamba na maneno haya muwafunze watoto wenu, yaandikwe kwenye vibao vya But wewe haufunzi mtoto, wewe haumuelekezi mtoto katika hayo, hautaki kutenda yale maadili ambayo yanaambatana na hayo maandiko ili akaandikwe katika mioyo yao, na unatarajia yeye ende kinyume na mapenzi ya Mungu. Ataenda kinyume na mapenzi ya Mungu kwa sababu wewe mwenyewe umefanya nini? Umeonyesha njia ya kinyume. Lakini ikiwa tunaweza tukaambatanisha yale ambayo ni ya kiungu katika sebuleni zetu, wakati wote ambapo mmekutana mnasemezana pamoja kama jamii, please, wekeni maadili ya Mungu ndani ya watoto. Amen. And this generation doesn't want many words. They see many actions. Usianze kuambia mtoto usikunywe maji yenye ni baridi, kunyonga maji moto, si ndio? Na wewe ukitoka nje unakunyonga maji baridi. Wamejaa experiment. Kwanza hii darasa ya CBE wanatakanga practical. Kwa nini ninaambiwa nisiweke sukari na yeye anawekanga? Nauliza. Wacha nisikie na test. Lazima atatest. Maybe kama huko ama kama hauko, lakini hata kama utamwacha hapo atafanya experiment. Sasa usipomweka katika njia ambayo inafaa, ni sisi tutabaki tukinung'unika na kulalamika. Na haya manung'uniko yetu na malalamiko yetu hayatasaidia mahali. Bali kile ambacho Roho Mungu anataka tu ni ya kwamba sisi tuwe wepesi wa kukubaliana na maadili ya Mungu ndani yetu, ili ya kwamba haya maadili ambayo yamo ndani yetu tukayasambazia na nani? Kizazi kile ambacho kinakuja nyuma yetu, wawe watu wa thamani katika ulimwengu huu ambao tunaishi. Mungu awatende mema. Amen.